Hivi kuna shida yote mwanaume kuwa na mwanamke ambaye mzima? Sisi kuna shida yote wanaume kuwa na mwanamke ambaye mzima? For example, Apichuru akana mwanamke ambaye mzima. Sasa bwana, mimi pia Kwa kana wako, ndio najisemea. Okay. Sasa najisemea. Mimi nafikiri kwamba mwanamke kumzidi pesa mwanaume sio shida. Sio shida kabisa. Lakini ni ile tumeshakuwa na mtazamo namna gani ambavyo wanawake wenye pesa kuzidi wanaume wamekuwa wakibehave. Hiyo ndio inafanya wanaume kidogo anakuwa Sasa kwenye jamii tunaishi sasa hivi kuna namna nyingi sana ya kuobtain power, na ukiwa na pesa pia unakuwa mwenye. So ukiwa kwenye mahusiano ambayo mwanamke ana pesa zaidi ya mwanaume, kuna possibility sana au high chances za yule mwanamke kuongoza yale mahusiano. Unaona, kwa sababu ya pesa. Sasa linapokuja swala pia la mwanaume kuongozwa, kidogo mnakataga. Lakini pia in nature, hata mimi nikijisemea natamani kuongozwa. Lakini hiyo pesa, sio na pesa, like wewe unaniambia nini? Anakwambia wewe unachoka sehemu, labda usiende huko usifanyeje. Sasa niambia nini? Wakati naenda kwa pesa zangu, najirudia vitu mwenyewe. Yaani inakuwa haime. Ile sauti yake haina soka bwanjao kwamba ni kitu ambacho sio. Lakini nafikiri inawezekana kama yule mwanamke, ndio nasema ndio kwamba itawezekana. Inawezekana kama yule mwanamke ataendelea kumheshimu mwanaume wake, mwanaume awe na sauti kama hivyo, lakini pia asijaribu kukill a man ego, kwa sababu unapojaribu tu kukill a man ego, basi hai mahusiano lazima yasiende. Kwa hiyo pesa sio tatizo, ni namna gani ambavyo mwanamke anafanya mwanaume adishill. Na bahati mbaya wanawake wenye pesa hicho point. Sasa Bichuo, kwanza unabina point yake. Kila mtu anaonekana. Kwanza kwa point yake ile unaikubali yake sana. Sababu huyu point yake ni kwa vile inajaribu kwa hiyo sawa kwamba haiko sawa, ila amesema inawezekana kama atajaribu kuwa mboy. Sasa kwa kweli kwangu mimi binafsi mwanamke ana hela au hana hela, mimi nitakuongoza utaki wanawake wako. Kwa hiyo cha point kwamba hiyo sawa hapo alipokuwa. Yaani hata kama mwanamke ameganzini kipato, heshima yake kitu cha muda kwa wanaume kama alivyosema. Na mwanamke yani alipoumbwa na Mungu kwa usia. Imagine na usio anamuka kwa Mungu bala. Atabeke mfumo safi hapo, kashika kazi kilibia zote anakuandalia kuoza kwenda kazi usio, si ndio? Mwanamke akisha kuwa na pesa, wanaume kwa na mlewe mwanamke kwamba ana pesa, wewe ndio utakuwa unafanya zile kazi. Pesa hakimu kimwambia wewe una hela, nisikize mimi, twende saa mimi kama na utakonkosa. Nisi hamna kitu kitatokea kimano kikatano na hilo mzo anachimba. Wanawake bana, Mwenyezi Mungu analeta riziki hata nikuke na kwa mtu ambaye fukara kwanza kuona mbeze kidogo, kishikana katengeneza kuanzia chini moto kauma ufika gini rais kuliko hilo unakuta juu mbishikana tena bado tena kukandamiza uwe chini kwa uwe.